Ulikuwa unaongea na nani? Ni rafiki yangu, alikuwa ananiomba ushauri kuhusu ndoa yake. Sawa basi, mimi natoka mara moja, naelekea shamba. Haya, safari njema. Unaona sasa, yaani bado kidogo tu yule mbwa anishtukie. Usiwe napiga simu, mimi nitakuja, najua kabisa wajibu wangu ni nini kwako. Sawa, nimekuelewa. Ila ukirudia tena utanikwaza. Sipendi tabia ijirudie. Jessica, nashukuru sana kwa huduma yako. Kiukweli, nimeenjoy sana. Sawa, hakuna shida. Kwa hiyo 2,000 yangu unanimalizia saa ngapi? Jamani mrembo. Nipo siku 15 nishinda 2,000 kweli jamani. Usijali. Saizi bado mapema sana. Kifika saa 10 nitakutafuta. Nitakupa 2,000 yako, sawa? Basi hamna shida. Ngoja mimi niende. Bye, Shamba boy. So pole tu, nakushukuru sana shemeji yangu kwa kukubali itoanike. Haikuwa rahisi. Nimejitahidi sana, nimekubembeleza, nimekuputa kule huko. Kama sio mtoto wa kiume. Lakini leo nimepata kuona maana halisi ya wanaume wako. Maana umejua kunishughulikia vizuri sana. Usijali shemeji, kuhusu hilo utazidi kuenjoy sana kwa sana. Kwa na shida zako nini mimi nisitoe, nipo. Sawa, wewe sasa hivi jiamini, mimi wako wako. Unaelewa? Brother sasa hivi ana majukumu hapo. Kuhusu swala la niachie hivi. Ila naomba isiishie hapa. Naomba tu tunafanya zaidi na zaidi na zaidi. Na kila tunapofanya basi jaribu sana kuongeza utundu, ubunifu ili kila kitu kiwe sawa. Hii itanipelekea mimi kuwa na amani sana kwenye ndoa yangu. Japokuwa kuna vitu vingine vipo kwenye ndoa yangu, ni siri yangu, siwezi kukwambia. Ila utakuwa unailinda sana ndoa yangu. Ama shida. Ukubwa ni nini? Hapo kikubwa ni nini? Umakini. Wala usijali kwenye umakini. Mimi nipo vizuri sana katika hilo. Kwa hiyo naomba usiache tu kunipa burudani, raha. Unajua tena. Naomba hizi raha ulizonipa leo ziongezeke zaidi na zaidi na zaidi, itafurahi sana. Sawa, ana shida. Enjoy.
Tamana wewe. Sikutegemea kama utakuwa mtundu kiasi hichi. Ehe kaka, hebu kwanza nipe mafanikio kuhusu ile dawa niliyokupa. Ile dawa ndugu yangu bado nakunywa, tena nazingatia masharti haswa, asubuhi, mchana na usiku. Kama unavyojua tunashauriwa tufuate maelekezo ya daktari, na katika hili tatizo langu wewe ndo daktari wangu kaka, lazima nifuate vile ambavyo wewe umeniambia. Lakini sasa bado sijajua inafanya kazi au haifanyi. Sasa kaka, yaani kama umetumia zeni ya siku 3, debu mitambo itakuwa tayari shaka sawa. Kwa hiyo hapo ishi ni kujaribu, tutajaribu. Basi tulikuwa tumepishana ndugu yangu. Mimi nikajua labda mpaka nitakapomaliza kunywa ile dawa yote na ni test mitambo. Kumbe hata siku 3 unaweza ukatest. Usiku wa leo jaribu. Basi sawa, mimi nikuahidi nikitoka hapa, yaani usiku wa leo lazima nikatesti mitambo ndugu yangu. Na mimi nakuamini. Yaani mitambo na testi tu ili mradi, lakini nakuamini kwa sababu ile jambo ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikinichanganya sana akili yangu. Sina amani, sina furaha na ndoa yangu ndugu yangu. Lakini kwa namna tunavyoenda, nina uhakika kabisa. Ndugu yangu umenisaidia tatizo langu mpaka hapa. Nakushukuru sana bwana. Hamna shida. Hamna shida. Na vipi kuhusiana na ile kazi ya kulima katika lile shamba la bondeni kule? Aisee, nilishapoteza tayari kumbukumbu. Sasa ile kazi, hebu ngoja nifuatilie kwanza leo. Nitakupa majibu siku nyingine. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu. Karibu. Wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Karibu. Asante za sasa hivi. Salama baba kwako? Salama. Samani nilikuwa namuulizia Shamba Boy. Yupo muda? Ndo nani huyo? Mbona hapa mna mtu anaitwa Shamba Boy? Kijana fulani hivi, mrefu, mweusi. Nilikuja naye hapa. Wewe utakuwa unamzungumzia Tariki. Dui jina, itakuwa ndo huyo. Tariki aishi hapa. Hapa ni kwangu. Ile siku ya aliazima tu geto nikampa. Aliazima geto? Jamani, yani mimi nina shida naye sana. Nimemtafuta kila kona sijamuona. Nikasema nije hapa nyumbani kwake, huenda nikamkuta. Dada, hapa ni kwangu mimi, sio kwa Tariki. Na kama nilivyokuambia, alikuja kuazima geto mara moja, nikampisha hapa. Kwa alivyomaliza muda wake akaondoka. Kwa hiyo unaponiambia hapa ni kwake na kushangaa. Sasa nitampataje? Maana nina shida naye ya muhimu sana. Ni sawa. Mimi nitakusaidia. Nikufikisha sehemu ambapo anaishi. Lakini kwa sharti hili moja. Sharti? Sharti gani hiyo? Unajua nini? Wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena ni mrembo. Na kwa nini usiachane nayo masuala ya kuazima geto? Mimi nataka unipe hata siku hii moja. Sasa mbona unijibu? Kameondoka. Ndo mwacha sasa kuazima mageto ya watu. Rafiki yangu, mambo yanaendaje huko nyumbani? Haki yangu, yaani mambo yameenda vile vile. Ushauri ulionipa umetiki. Nimefanya kama ulivyoniambia. Nashukuru. Sasa hivi inaitwa Father House. Yaani brother akitoka tu hiyo ndio navimba na kuwa mtaala wa nyumba. Kwa hiyo pale brother akiuza mkaa, akiuza viazi,
pesa ambayo nampatia shemeji. Shemeji nusu ananipa. Mambo shega. Wale blaza jana kachinja bata nyumbani. Yaani baada ya kuchinja bata ile bro, si akatoka ameenda kwenye kahawa. Shemeji mpaja. Naona sidi mbavu nini? Akanipatia mie. Afu ile nini? Miguu, vichwa amemwachia blaza huko. So unajua blaza sasa shombovu. Yaani vitu anavyokula blaza, nakula mimi. Afu vitu ambavyo nakula mimi, anakula blaza. Yaani kifupi blaza anakula makombo. Ona vitu vyote vizuri vizuri. Mimi napita navyo na shemeji napita naye. Blaza akienda kwenye kahawa tu, na mimi naingia mzigoni. Lakini rafiki yangu, Waswahili wanasema wazo la mtu biashara. Kuona mimi unanifikiriaje? Best, hata usijali kuhusu hilo. Sawa. Wewe ngoja tuangalie siku 2-3 zimana amesema kuna mzigo kidogo anataka kunipatia. Kwa hiyo akinipa, mimi natimba kwenu mwanangu. Kweli? Nakupa hata usijali. Usinitupe. Haina shida, ila za vijola nini ambao umekopa kopa. Mimi nakupa utaenda kulipa. Nimetumia mafeeling kichwani kukuelekeza rafiki. Mimi nakukubali mwanangu, na ndio maana hujaniferisha. Yaani wazo lako lolote ambao unanipa, mimi ningeenda kulifanya siferi. Nikajua nitaferi kwamba bro atatushtukia. Ila amecheza kama feri mwanangu. Nashukuru sasa hivi. Kusivu na ilia binono. Yaani nakula na nakula tena. Usinitupe rafiki yangu na kutegemea. Si unajua maisha yangu tena ninapotapata kama mfamaji. Na kutegemea. Usijali. Sema nini rafiki yangu? Muda wenyewe uruhusu. Si unaona muda wenyewe mchache. Nenda kule kuna mzigo nenda kucheki. Nikisharudi vile nitapita kwenu. Sawa. Wewe unatumia namba ile ile? We shambabai, nikimbia hivyo hivyo nitakupata. Yaani wanaume wako si wakode. Kisa 2000 tu ananikimbia. Najuta hata kulala naye. Sikujizalilisha huku jamani. Ila na mimi nimezidi. Sikia nikwambie kitu hili. Naomba nikwambie kitu kimoja. Yaani hadi mimi nimefikia hatua anakuambia kwa nakupenda na maanisha. Yaani kiukweli umenivutia sana. Na toka nianze kuishi hapa kijijini, sijawahi kumuona mwanamke mzuri kama wewe. Yaani kwa kifupi wewe ni kama malaika aliyeshushwa mbinguni. Nakupenda sana hili. Yaani haitakuwa busara mimi mwanaume mkamilifu nikukosa mwanamke mzuri kama wewe. Na nikuhakikishie tu, ukinikubalia hautapata shida katika kijiji hiki. Inaonekana unajiamini kijana. Ni kawaida ya mwanaume yoyote kujiamini, hasa akiwa na jambo lake. Kwa hiyo wewe nisikilize na nakuahidi kitu kimoja. Ukiwa na mimi hautojuta hapa kijiji. Yaani utaishi kama malkia hivi katika ufalme. Sawa, nimekubali, lakini ili nikupe na sharti hili moja tu. Nataka unionyeshe nyumbani kwa Tariki ili nikupe unachokitaka. Mbona sharti lenyewe hivyo? Mbona jepesi sana kwangu? Twende basi.
wajomba watoto. Labda tuseme dunia imewapiga teke, maana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tuombe kwa Mola tende miujiza, wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka, hawayaogopi maradhi.